Tukiwa tunazidi kusonga, quality picha bomba safi, tunazidi kusonga nazo mzee mzima. Usikose kabisa, hebu twende mbele zaidi na kitu inaitwa Evernight. Matukio ya utawala katika mashine bomba hapa. Hawa ni miongoni mwa wanacheza katika picha hapa. Misuko vikali huko na DJ Hero. Evernight. Usiku usiosaulika. Wewe usiku ulikuwa na nini? Twende sehemu ya 5 tusonge mbele. Tulishia bana mwambia kwa sababu umerudi. Nilikutesa sana mwanzo, nilikutesa mno, sasa nataka uishi kwa furaha. Mambo ya serikali yangu chanao kabisa. Yaani usiteseke kuhusu wananchi, wala usumie kama mmoja kati ya familia ya kifalme. Bali ishi maisha yako tofauti, ukijipenda mwenyewe. Ningependa uishi hivyo. Wala sitaki usike na masuala ya serikali yangu tena. Waishi kwa furaha tu. Dogo ulichobakia. Maana muonekana nimekutesa kwa muda mrefu. Sasa nafikiri kila kitu ni kiache nje ya uwezo wako. Kila kitu serikali hii, wewe kiache kikae hivyo. Nataka upate furaha. Mambo ya falme wangu kufanya kaenda nje, kidogo ungekufa. Mwenye lawama ni mimi baba yako. Wako laumiwa. Binti alitoa heshima. Kamba simama tu mwanangu. Najua nilikutenda babako, nakukosea sana mengi. Twende tutembee nje kidogo. Sasa akawa anatoka nje. Kani nimesikia umekuja na mtoto mmoja mdogo kutoka kule. Kaba ndio ni mtoto wa Chief wa Golden Horn. Yaani nitakuwa mrisi ndo huyo. Ila nimekuja naye kwa sababu nimezoeana naye. Ni mtoto wa mke wake wa kwanza. Mimi nilikuwa mke wake wa pili kwa. Mke wake wa kwanza na mtoto wake huyo. Baada yeye kufa nilikuwa sina nguvu sasa. Kidogo ningeuawa. Kabidi nikimbilie nyumbani tena kupata msaada. Ningependa kumuona nimsalimie. Usijali binti yangu. Basi panda pili leo walitafuta nyumba moja ambayo iko hapa karibu. Kumbuka wanaishi hawana sehemu ya kukaa. Sasa walingia katika sehemu moja utarajia kupata msaada hapa. Kufika walikuta vitu vimevurujika katika nyumba moja. Vitu vimekaa ovyo, vimevurujika. Hao ndio mwenye nyumba alikimbia hapa. Hao daiwa kodi kubwa sana. Mbona haribu vitu wakimbia, haribu vitu kiasi hicho? Kama nafikiri kama ameshindwa kulipa kodi au nini kimemkimbiza? Labda kuna kitu kimemkimbiza tuwezi kujua. Hao alikuwa ameshindwa kulipa kodi au alivamiwa kanyang'anywa. Tajiwaje? Lakini nyumba ni nzuri tukitumia kwa masuala ya biashara yetu. Visafishe tuweza kutumia. Kama una akili kubwa sana na kukubali sana, utafanya kazi yote hapa hii. Mimi nakwenda hapo juu, nitarudi. Kamwachia dogo yeye apige kazi sang. Basi akaanza kupanga pale. Anataka waanze kufanya biashara zao katika nyumba hii. Wao wanafanya biashara zao hapa. Binti alianza kupanga nyumba. Kila kitu kilipangwa. Leo mzee anatoka nje. Bali muona mtoto mmoja kutoka kwenye Golden Hall. Kama ndio mtoto wa Golden Hall ule kuja naye, nimesikia kama ni mzuri sana. Sasa mshukuru Queen ameandaa tamasha ile kukutana mimi pamoja na wewe leo. Kama yule mtoto wa Golden Hall ule toka naye katika falme wa Golden Hall, Chief atakuwa na mtoto mzuri sana. Kamba hamna haja ya kunishukuru. Sasa kumbuka binti na mke wa mfalme, yani Queen yazipande kabisa. Hamwita mtoto njoo. Wakamsogelea. Kamba chika binti huyu anaitwa Lito nani? Lito boy eti. Anaitwa hivyo. Hakuna shida. Nimefurahi kumuona atacheza na mdogo wako. Sasa mdogo wake anasemea mdogo wake na princess. Ndio huyu hapa ni mkorofi kinyama. Tangu dada yake ajarudi anacheza akatoka mwenye akaonea kweli. Anageuka huku wewe. Njoo. Wote ni maprince yako wanacheza wa prince wa ufalme huu. Nipe ni ya kwangu. Wewe mjinga nini? Yangu nipe. Kama mjinga nini? Kwa kitu nitakuwa kwa tu wewe. Wewe ni ya kwako. Kama ni yangu wewe nipe. Toka huko. Yaani hiyo na ufalme ni wa kwako. Ufalme sio wa kwako. Yaani mjinga sana huyu jamaa. Ufalme ni wa kwako huu. Ndio akasema kwa hasira.
Akachukua niachie. Akamsukuma huko. Ajui kama mtoto mdogo anamtesa tu, yani bonge la mjinga. Akaangalia mbele mfalme aliona. Wewe taki? Baba mimi amenipiga. Kambe baba. Wewe pia amenipiga kwenye shingo. 小六子， Wewe simama. Kwa nini mpiga mtoto wangu? Njoo. 他踢哪里？ Kwa nini mpiga huyu? 这儿。 Kama nipiga hapa. 小六子， Kambe wewe. Nipige kwa nguvu. 看看， Kama unaonyesha nguvu yako kumpiga mtu. Ndogo sana hiyo. Napiga sana. Napiga ndogo hiyo. Kama baba. Anapiga chini sio huko juu, sio huko juu. Kana sasa ni ugongo huu. 王 Wewe ana uwezo mdogo kupiga wewe. Anakupigaje juu na chini tena? 之谦让， Kuna onea watoto hao. 陛下， Kama nafikiri mwache tu aende. Tutaongea naye baadaye muda mwingine. Sasa hivi tungemwacha aende. 台家 Baba tabia mbaya sana huyu. 上 Juzi alimpiga mwingine akamchoma. Nimesikia amemchoma mtoto mfadhili wa mambo ya usafirishaji. Leo atakia mtajibu nini kwa watu hao? 今后 Tabia yako ni chafu, sijaipenda. Siwezi kupa nafasi za juu mimi kama ndoo. 看当大 Kama 人， sivyo baba. 走吧。 Ambu tuondoke. Baba alimkasirikia sana. Kama ndoo hawezi kupa nafasi ya juu katika jumba la kifalme. Binti alichukia ni mdogo wake na aliharibia CV hapa. 怎么样，少爷？ Pamenga. Na wako mtoka, nyumba imependeza kweli. Mbona shanga nini? Kaambia tayari. Hapa jiko imepamba vizuri sana. Basi kutoka nje wakaandika bango lao kwamba wanachora michoro, yaani maandishi. Kulikuwa ni biashara kubwa sana. Maandishi ya miaka hiyo ilikuwa mtu anaandika vizuri ndio anaweza kuchora, yani kuchora nembo za vitu mbalimbali. Basi wakaandika biashara kuchora nembo na vitu mbalimbali kwa maandishi mazuri. Mambo yana kipaji cha kuandika vizuri. Kizamani kuwa mnaga wa watu wa maartisti wengi. Bado ikiwa maandiko mzuri basi unaweza kaandika vitu bidhaa mbalimbali. Basi zikazi na uzika. Hii nyumba kujua nani unajua tu wakafanya kazi wakaanza kuuzia hapa. Ghafla alikuja mwamba mmoja. Tunamjua huyu. Mr. Chao. Alikuja habari zenu? 大家之 Ona mko hapa mpamba chumba kizuri sana. 您是我们老比真， Kabla saka mteja wetu wa kwanza. 喜欢 Karibu sana, tunachora vizuri, maandishi tunaremba fresh. 快去泡个水。 Tunapiga brush pia, maandishi mazuri. 看来什么也没有。 Basi kwa mteja wetu wa kwanza, sema tukurumie kipi? Karibu upate kitu kidogo. Jawari cheka sana. 很抱歉， Sasa hajawahi mjiwaga huyu nani? Kaambia, 小老板， bila shaka nimefurahi kuona mmefungua sehemu hii. Kana wewe mfanya biashara au nini? Kama naambie nikuchoree mfumo gani wa namna gani ambao ungetaka. 好吧， Kama siko hapa kwa ajili ya kuchora la nini, 老板， bali mje kuuliza kitu fulani. 我很想 Mmejua nyumba ya nani kwa nini ilifungwa ikakaa hapa mpaka leo? Je, unajua ni nani? 清静的， Kabla shaka hii nyumba tumekuja tukaisafisha, baadaye tukakaa, basi tumekaa hapa. 不知道你注意到没？ Lakini ndeka na tofauti kile. 条街的铺， Hapa na hii sehemu kunijua kwa nini ilikuwa imefungwa. 你是谁？ Shaka sijui. Kwa hiyo ni nani mpaka unauliza maswali kama haya? 因为所有 Mimi ndo mmiliki wa hii sehemu ambao umeingia hapa. Ndio wacheka sana. 你是东家， Mmiliki? Kwa hiyo ndo mkusanyaji kodi? 嗯， Kama mimi ndo mwenyewe sehemu hii. 东家 Sana sana kama mmekuja mmefungua bila kibali. Mmeanza kukaa tu. 对吧？ Pia nimefurahi mno. 一个能在都城 Watu wanaomiliki vitu kama hivi wao wanakuaga wa serikalini, maprinsi au watu wakubwa serikalini. Wanaonekana kama ni prince au sio prince. 我以后 Hao ni tapeli tu mtaani. Ndio kudanganya sisi. Lakini heshima kwako mheshimiwa. 既然小老板 Kaambia kama unavyofikiria ni kweli. Lakini nimefurahi nilivyofungua hapa. 是小气人， Kwa sababu kwa nini maduka yote yalifungwa huko? 咱们 Kwa sababu ya mambo fulani yalikuwa yanaendelea hapa. Sababu mmefungua basi hakuna shida. 不过以后不会。 Kama nikikaa hapa kwani una shida gani au hujapenda nikae hapa niondoke bila taarifa? Kabla wakaikiana mkataba mmoja. Mwamba kama ametoka nje. 二哥， Hapo tunaambia kuna watu wamefungua hii sehemu. 这样， Wala sijaamini kaka. 我们打 Kama nimewadiana naye kitu kimoja, akikaa hapa ndani ya wiki moja, Showtime. nitampa miezi miwili akae hapa bure bila kulipa kodi. 不是这 Kama hii sehemu inaogopewaga sana hii. Nani atakaye kufanya kazi hapa? Ajikaa wiki moja amejitahidi sana. Wewe muache tuone. Kama nimemwacha, lakini huyu kijana anaonekana ni tofauti sana. Nimempenda jinsi alivyo. Nimefurahi kumuona sana huyu.
akamuondoka zake yule general. 首先要有德，才 Upande wa pili 百姓。 leo binti anamkanya ndugu yake. Hii tabia leo inaweza ni mbaya sana. 姐，这第12 Kama dada nilikuwa nacheza nao tu. Lakini leo pia wananioneaga. 了。 Sasa kwa nini nisilipize? Wananitesaga. 他要害， Kama kaa kimya. 明明 Mimi 今 nataka nikufanye uwe mfalme mzuri. Nikutetee kwa haki yako uwe mfalme. 王姐不在宫里，这 Kama sasa wanajua lakini nani nimekosea ndio. Kanjo. Kubali kama nimekosea. 都是不喊他母后。 Lakini sio kwa jinsi ambavyo walikuwa wananifanyia. Ulivyokuwa hupo hapa. 嘱咐的你， Kama nimekuja ndio. Haja kuwa na wasiwasi. Kama sikiliza. 还变得 Lazima 如 vitabu usome ili uweze kuwa mtu mzuri. Uwe waziri mzuri. 王姐， Kamba sawa ninajua. Sawa. Lakini walikuwa wananitesa walivyokuwa hupo. 他长得 Kwa nini sasa nitakuwa na chama gani? Kama kaa kimya. 你难道看不清形势？ Sisi tumekaa hapa kumkumbuka mama. 父王越来越宠那个 Mama yetu alikufa mara ya kwanza. Alipokuwa tu queen alikuja akafaga. 不，就会被那个 Tunakaa hapa maana tunakaa kumwakilisha mama katika jumba la kifalme. Sasa mama yetu hayupo, baba atiana, atuwazi sisi tena. Kuna njia pekee. Kama najua dada, sema maneno kama haya. 帮帮我。 Najua eti. Kamba simama. 那你就要听我的话。 Baba sasa hivi atuwazi sisi. Anamwaza yule mwanamke. Sasa kupitia utakuwa ujiachilie na kuwa katika hali imara. Upewe nafasi serikalini. Kama najua. Haya twende. 我们就到今天 Labda mwingine unapokuwa unakaa, jitahidi kuwa mzuri. Baba akujua akuone. Uje kuwa mfalme siku zijazo. Sasa unavokaa kukuzembe, unamkasirisha. Hata kubali kukupa nafasi wewe. 不过想必我 Usifanye uzembe tena. Kama usawa, 生就生， akasema sawa. 记住我， Turudie kitu kama hichi. Tunamwakilisha mama yetu hapa sawa? 回去吧。 Basi alimtia mdogo wake moyo. Kama unaweza ukaenda. Basi mdogo wake akawa ameenda. Lakini wote hawa ni princess. Yuko katika jumba hili. Mambo hayo. 免收3个月租金， Basi baada ya kupita, leo siku alikuwa amekaa. 说过 Mama alikuwa amekaa anaongea na binti. Hawata ifungua hata mteja mmoja haja kwa sababu gani? Mteja hata mmoja hatuna. Binti akawa anacheka sana. 带你去凡人。 Kama hata ni mara ya kwanza tu kwani ina shida gani? 没赚呢。 Kama anakuwa lakini hajapata mteja tutakaa kwa muda gani hapa? Njaa inauma hivi. 留在家 Afu mtu anataka kodi tena. 不行， 怎么不行？ Basi wakawa wanalala. Wakaanza kucheza wote. Chukua, shika wewe. Wamezoeana sana. Basi siku ikawa imepita. Basi leo asubuhi na mapema, huyu general akawa anaingia hapa. Angalia mambo. General akiwa anatoka hapa katika jumba hili. Aliachiliwa baada ya kufungwa na mfalme na kupewa mateso makali. Leo aliachiliwa. Mfalme anaonekana alimsamehe kwa sababu yeye ni dada wa queen wa taifa hili ambao mfalme hajui kinachoendelea. Akamuondoka baada ya kuagana na dada yake ambaye anaishi naye. Kana mambo. Upande wa pili dada sasa mfalme, yani queen wa taifa hili. Ngale mambo. Yani queen mke wa mfalme anaitwa Sia. Ambaye kaka yake Njero tumemwona ameondoka sio muda mrefu. Huyu ni kaka yake Damdam. Lakini mfalme hajuagi hicho kitu. Leo alikuwa amekaa katika sehemu. Huku mtaani shughuli zinaendelea tu. Leo binti akana pita pita hapa. Sasa kuna mafuta kujipamba urembo nini? Yanauzwa hapa. Na nikia kama nimemfuata. Kamera fanya nini hapa? 哎，来都来了， Nataka kuchukua nini mpaka ukaje paka hapa? Kama njoku. Ni kama mtoto wake yani. Wamemlea yani hiyo wewe. 客官， Wanamheshimu sana. Kama magari hapa. 我 Mafuta ya bei kubwa ndogo unauza shilingi ngapi? 那玫瑰花苞水， Haya mafuta mazuri sana yanalisha ngozi, yanafanya vitu vizuri sana katika mwili wa mtu. Kama unahitaji unaweza kuyapata pia. Kama nataka na bei ndogo sana. 这是我们从外邦 Kama yenye bei ndogo basi itakuwa ni hii. 的玫瑰花所制成。 Sasa mkachukua pia ikawasaidia tuko mbele. Hii ndio ya bei ndogo sana hii. 镇店之宝，很贵吧？你们这儿最便宜的是哪个？ Hamna bei ndogo sana. Sana zaidi. Haya bei ndogo hii hapa. Maana alikuwa hawana hela. Itatoa kweli silver 5. Hawana hela. Basi walinunua hivyo kijanja. Wakawa wametoka. Wameondoka. 别打岔， Hawa situmii taratibu. 没得用。 Sija kaisha hapa yote. Naomba kama isi yao. Yaani wa shamba sana. 总有一天我会变白的。 光光变白可不行， Kabla mwingine anapokuwa anapita pita. Sio napenda vitu hatuna hata hela unapenda. Napenda vitu vyoe bwana. 我看看， Lakini anyway,
不是太能。 Tumeshaingia katika mji wa Tanga. Tumekuwa wenyeji. Nitakaangalia mtu vipi? Hawa paka usoni wa mrembo zaidi. Hayo mafuta. Sasa upaki. 那我赶紧 Kama nitapaka baadaye sasa hivi. Akawa ameondoka. Baada muda kwenda, leo si alikuja paka hapa. Mtu mmoja kuja kuonana na princess. 找到了。 Kama mheshimiwa princess. 他在哪儿啊？ Nimekuleta siku wewe. Akatulia kuna mtu alikuwa amekuja kumsalimia. Angalia mambo. Leo katika sehemu moja ndani ya eneo hili kuna watu wameingia katika brothel moja ambao watu wanakaa wengi sana. Princess leo alikuja, kuna mtu mmoja alikuja kukutana naye hapa leo. Alikuwa yuko katika sehemu hii. Princess alifungua mlango. Huyu ndio yule alichukuliwa akiwa kama mateka kutoka taifa la Yang mpaka leo. Huyu hapa. Princess alikumbuka ndio huyu aliletwaga akiwaga mdogo. Princess alikamatwaga kama mateka mpaka leo. Alitoka na taifa la Yan. Tunakumbuka historia yake vizuri. 月儿妹妹， Kama Prince Ying imekaa hapa nimekumisi sana. Prince Ming. 真没想到， Kama najua ni Prince Ming. 讨厌， Tangu chukuliwa yake kuletwa huko kwetu kama mateka miaka mingi. Mpaka leo unajua umekaa unajifikiria vitu vingi sana. Bila shaka nimekuona muda mrefu mno. Sijakuona wewe. Uko umeendaga wapi? 如此风花 Muda mrefu miaka miwili. Umebadilika, umekuwa mrembo. 也不错啊。 Si kawaida. 更何况 Na yeye hakuna shida. 沦落， Nimekaa muda mrefu hapa na kulaga kunywa tu. Kajangu mkaa hapa na mabinti sina faida yote. 既然鱼儿妹妹回来， Lakini sio mbaya. 来 Princess umekuja nimekumisi muda mrefu. Kwa nini tusizungumze leo? 不别重逢，能不能 Muda mwingi umepita. 共饮一杯啊？ Hakika nimemisi sana kukutambua wewe. Karibu tunywe kinywaji. Wamekuwa wote tangu wadogo. Binti alichukua akamwaga. Mwaga chini. Akaangalia kitu gani? Akamwaga hapo. Bonge ya dharau. 我认识的崇明哥， Kaambia misoso Prince Ming nilikuwa nakufahamu tangu mwanzo. 但他从 Badilika sana. Prince Ming alikuwa anataka kuwa mfalme mzuri, mfalme mwema, 是成为 mfalme mwenye upendo, mfalme mkubwa. 一代 Mfalme mkubwa? 一代 Mfalme mkubwa nilishinda kulinda kitu nikipendacho cha moyoni mwangu. Yaani nishinda kukulinda wewe ukaenda ukaolewa kule. 愿 Nije nikipende kipi cha moyoni wangu? 你东 Mfalme gani leo ananiita mimi? Mfalme mjanja? Mfalme makini? Mimi ni mfalme makini, nakosa kumlinda mtu nimpendaye. 想保， Kama hata kama hivyo nimesharudi hapa. 就应该得到。 Kwa lazima uwe kama mfalme mzuri kwa kila mtu. 我也不是你来时的样子，你的弟弟 Maana nimekuja. 在 Haukuaga hivyo pale mwanzoni. Umebadilika sana. Sijui kuna shida gani na wewe 在 katika akili yako. 又深得燕王的宠， Kwa ni mtu mzuri, prince mzuri. 那些 Leo nini unachokifanya sijakielewa hata kidogo. 他比你更 Ongea tu vya ajabu. Habari zako nazisikia kwa njia tu nzuri. 真的甘心拱手。 Sasa nilipokuacha miaka miwili tu, ushanisahau mpaka mimi. Binti alimkaripia. Inaonekana marafiki wakubwa walikuwa tangu wadogo. Na alicheka sana. 月 Mfalme mzuri? 真的吗 Mimi？ siwezi kuwa mfalme mzuri. Nadhani unakosea kimawazo yako unakuwa unaongea. Utakuwa umekosea. 只是这个 Kwanza kabisa kuhusu ufalme. 那么近， Ufalme hata mimi wala. Ila alikuwa hana nia njema. Angalia mambo hayo. Usiku ulipopita katika ngome moja nje kidogo ya msitu, kuna watu kabila la Demon Sect. Yaani kabila wanaamini kupitia mapepo, mashetani kuabudu. Leo akiwa nje, mganga mmoja anagua nje ya eneo la kabila la Tang. Kabila moja wanalita Demon Sect. Demon manake ni pepo. Manake ni kabila linalotumia nguvu za kichawi. Wakiwa nje hivi, walikuwa kiomba na kufanya ibada Mungu wao wasaidie, kwa sababu mfalme wa Hades atazaliwa, na akizaliwa nchi nzima itapata majanga makubwa. Walikuwa kiomba Mungu kwa jinsi hiyo. Hapo inasemekana usiku mmoja mfalme wa Hades akizaliwa mtoto huyo, basi nchi itakuwa katika hali kubwa sana. Basi kila mtu akawa anafanya maombi, na Mr. Wu katika msitu, kumbuka alikuwepo, akaona kila kitu.
kinachoendelea pale. Na kumbuka watafuta mahali Demon Sect walipo. Wakaue, maana hawa kabila hili la Mnyika kama ni wadui mkubwa na mfalme aliwaona. Ambapo alikuwa akifanya ibada aliwaona. Basi hakuna shida, aliwaacha afanye ibada kutaka kufanya uvamizi kwa wakati ule. Ila sipo alipokucha huyu mganga kati na malizia ibada. Kumbuka wanatafuta kabila la Demon Sect mahali lilipo, hawajapajua. Mzee anapiga ibada yake huyu mganga kama kawaida alivyozoea kupiga ibada. Miungu, tizameni kabila langu. Alisikia imepigwa kisu, hakujua kimetokea wapi, kwamba ni Mr. Wu alimuua. Jenja, Kama mnasema nafikiri mission imekamilika. Mission hii imeisha. Na wewe pia ni mwisho wako utakuwa umefika. Sasa kumbuka kuna watu walitumwa wamuue Mr. Wu asirudi kule tena. Na kama mambo hayo, huyu alikuwa ni mmoja wapo. Unafanya nini wewe? Umetumwa ni kuue na kabila la Light Palace. Weka mzee. Nana wako sitaki kuua kizembe wewe. Sitaki kuua mtu bila sababu. Huyu mtu kutoka Demon kumbe alikuwa Jaffa. Anataka kwenda kuvamia, alimkaba kwanza kamuua kichawi. Kamshikilia na nzima. Jana anaenda mchap akammalizia huyu na wakachoma wote panga wote wawili. Kameua. Kamona wa Jaffa ananigizia huyu. Kaambia wewe, najua Jaffa. Ni shala waba. Kamba ni uwe tuchinja. Funga macho. Pia jamaa rudisha upanga kwenye ala. Yeye hanagi kuua mtu kabisa. Moja ni wewe umeniacha. Kama tunaabudu Mungu wa kweli, watu kutoka Light Palace, hatuwagi watu kwenda kinyume na miungu. Si jambo jema kumwabudu Mungu alafu kaa. Sisi kazi yetu ni mwanga. Tunaweka mwanga mahali ambapo ni giza kupitia Mungu wa kweli. Hatuwezi kuua watu bila sababu. Akawa muondoka zake. Wao wanadili na watu wabaya tu. Yeye akaambia subiri. Nashukuru kwa maisha yangu, nashukuru sana. Kaambia hakuna shida. Rudi katika ufalme ule. Basi yote yametokea. Kazi yao iliyoleta hapa ni kumchunguza mahali Demon Sect wanapokuwa. Basi walimgeuza ama kagua. Mleo kagua huyu mtu. Kumgeuza kwa nyuma. Walipomchunguza mtu huyu, katika upande wa nyuma walikuta kuna ramani ya kuelekea kwenye Demon Sect. Ramani ya kwenda Demon Sect. Basi tumeshaipata. Tulikuwa tujui mahali wanapokaa. Wakawa wamejua Demon Sect inakaaga wapi. Basi wakawa wanaondoka. Huyu jamaa alikuja kama mheshimiwa. Bila shaka wajua umehisi kitu. Hii sio kama wanavyofikiri. Lakini bado ni mtu ambaye anathamini pia maisha ya mtu. Hapa najua mheshimiwa. Wewe nenda tu unapoelekea. Kague kachunguze vingi. Baada hapo utaniletea taarifa kama utakuwa uko na yari. Tamsingi katika ufalme wa Light Palace. Wengi watamani mimi niweze kufa. Lakini wewe nenda, nimekuacha maisha yako. Kama nasikuru kusanya maisha yangu tena. Lakini nakuomba tu usirudi kwenye ceiling tena. Ukirudi kule utauawa na General wa Justice. Justice Department wanataka wewe umekufa. Naomba usirudi kule. Mr. Wu anajamini sana. Kaambia maisha nini sirudi kule. Mimi nitakuja nikukute kule kwenye ceiling. Nitakusalimu huko. Mwanake aligoma kusikiza atakuja tena. Jamaa akasema bora hata Long King awe mkuu na mrisi wa ceiling. Angalia mambo hayo. Leo katika mji watu wanatembea. Kuna mzee mmoja amekaa hapa kama mjinga. Anauza vitu fulani katika mji huu. Yaani wale maconman, watu wanaotapeli watu mtaani. Yaani anatumia utapeli ujinga fulani kupata pesa.
Kwa hiyo inakuchekesha hata. Anjoni mwangalia hapo. 写的字不多， Andika maandiko mzuri. Baada andika maandiko mzuri, unapata zawadi. Hapo njoo. Kumbuka waandishi kipindi hicho. Kiandika maandiko mzuri kulikuwa bwana ni bongi la zawadi kubwa. Sawa na faida. Saki na Nanikima bwana anapita katika mitai. Kama mzee mmoja yuko anateka kile watoto fulani. 馒头嘞。 Njoo angalieni. Hapo unachagua alafu kisha andika mwandiko. Unaandika hapa haraka haraka bila kuangalia. Alafu unachukua zawadi pale. 生， Walisikia? 经理幸运 Ehe. 2颗。 Sabi nitakaangalia kapenda basi ya vitu fulani vinauzwa na yule mzee. Hawa nimependa ile pale. 虽然我不吃馒头， Kuna nini? Nini unataka? 要不 Hapa watoto nimekiona pale. Zile pipi zetu unaweza kuchora afu utakuwa tupata tuondoke. 你写的这么 Mtu anajua kuchora. Kachore pale chapo kwa mwandikia alafu baada ya kumwandikia nataka nichukue pipi moja pale. Vijana. Niwasikie nataka kuja hapa. Njooni tu. Binti akaenda chapo. 老头，你可别蒙。 Binti kamletea kalamu. 我这是公平公正又公开的。 好，等。 Unachora afu unaondoka. Mimi si watapeli bana. Wewe chora kwa mwandiko wako, andika maandishi afu unaondoka. 来个人吧。 Jamaa alichora chap chap, aliandika kidogo tu akaondoka. Akaondoka chukua pipi akampa binti, akaondoka naye. 难成还能被这老头给骗了。 Baba kuangalia mchoro mzuri namna hii. Kachora vizuri kweli. Yaani mwandiko wake ni mzuri. Wewe njoo. Akawa ameshaondoka. Mzee akujua anapitia wapi. Wewe uko wapi? 我的传人呀！ Basi leo katika sehemu hii kati alikuwa anatembea. Yule mtu anamuita Zong alikuwa yuko hapa. Huyu ambaye waziri mpya aliyeteuliwa anaitwa Zong Yiki. Akati Zong Yiki anapita. Zong Yiki kumbuka alitumwa mtatute. Waziri aligundua kuna mtu anawafuata. Sasa walijitenga. Huyu jamaa alikuja akaona umetawanyika ule umeenda kwa ule umeenda huko. Akujua kama undulika kama amefuata. Anaendelea kuwachunguza. Kala shule. Sasa akujua kama ameshagundulika kama anafuatilia watu hawa. Akujua kama amegundulika akutambua. Akana mfuatilia mtu mmoja huyo hapa. Leo akujua afuatiliwa chapa akapiga chobe. Cheki mambo Hapa akapotea. Kuangalia kumuona tayari kiapi. Akazidi kumfuata. Huyu mzee akagundua bado anazidi kumfuata. Akana mpeleka chocho ambazo chocho hizo ni hatari sana. Kampeleka kila pahali. Yeye kujua kama anategwa. Huyu mzee akaenda. Mambo naye anamfuatilia hapo nyuma. Kuna njema moja iko hapa mzee. Ikamwona kijana anapomfuatilia yule mtu. Wakagundua kitu kimoja. Wakapitia shortcut. Jamaa anaenda gafa, askari wako mbele. Maana yake ametambulika kama anawafuata. Mambo hayo. Jamaa kuona mzee, unajua nimetegwa. Hapo jamaa kasepa. Anasia askari kazi hapa. Chekia mambozi hapa. Anakuja mzee. Vita yao. Zonyana piga panga huyo. Si mchezo. Kata tu mzee. Mwendo wa kuchinja. Vitu mzee. Kushia pale. Wako wengi lakini mwamba anavimba nao. Si mchezo. Weka kando mzee. Nakata wapi? Vunja. Kata. Wanakuja si mchezo. Mwamba anapambania maisha yake si mchezo. Kata ni kukata. Sasa kaanza kuzidiwa. Mbuka wako wengi sana. Ngara sulia. Wapa mzee. Vitu. Ni kipigo. Mambo. Gafa mzee mzima akaanza kuzidiwa. Piga. Chinja lakini wapo mechoka mtu mmoja. Karukia pembeni mzee mzima. Mbele. Huyo. Amata aende mahali. Askari wanakuja aende mahali. Sasa iko namba chafu moja. Ikae namlia rada namna hii. Mwamba akimbia akaja mpaka hapo mahali Naniki. Naniki fungua ni mimi. Mimi Zongya. Askari wanakuja Naniki alikuwa yupo. Maskini Mungu kama ametoka sasa hana pa kukimbilia. Aliweka ujumbe fulani kwa chini ya meza chap. Chini ya matunda fulani kama ondoka. Aliacha ujumbe mmoja. Fana mbele ya hapa tena. Oda! Sasa amezidia amechoma mamuizo upande wa mbavu. Hawezi kustahimili tena. Angalia mambo. Naniki alikuwa yupo. Sasa atakwenda kukaa wapi? Ikabidi apigane kiume. Pigana kiume mzee. Sasa inamba chafu mzee imekaa hapa juu. Akamwona uchari. Akaona ngoja. Yaani jamani fujo chufa yao. Huyo hapo mzee.
Chopo! Alimkata mzee. Cheki mapigo yake jamaa. Anaua vibaya. Cheki mambo mzee mzima. Akamchana sasa jamaa upanga ukamtoka. Huyu jamaa ana uwezo wa kutisha. Sasa akasogea. Aisee Ng'ia alikuwa na ujanja. Huyu jamaa ni hatari sana. Hii picha ina kipigo cha kufa mtu. Chekie mambo. Alimkita pale pale. Asiwezi kuamini. Alimuua ndugu, so ni brother wa Yankee. Na nikia kujua maskini yupo mtaani. Akujua kama kaka yake ameuawa. Yuko mtaani maskini anafurahi kuna kule arudi zake nyumbani. Lakini kaka yake Ng'ia ameuawa. Wow. Wakamvuta maiti, wanaitoa nje. Wamemuua. Sana Yankee arudi zake nyumbani yeye pamoja na binti wanamuita Sang Sang. Wakuta damu kwenye mlango. Hii damu inahusiana vipi na mlango nyumbani kwetu? Kuna mtu alikuwa amekuja hapa eti? Mtu alikuwa hapa. Atakuwa alikuwa ameumia. Wanageuza macho. Wanacheka sekunde za kwa sababu wamechelewa kidogo. Wanaona mtu mmoja anapishwa na vuto maskini akiwa ameuawa. Na cha ajabu sura alipoiona ni Ng'ia, ndugu yake ni kaka yake. Anapitishwa mbele yake ameuawa. Paka binti alishtuka. Ni kitu ambacho hakikutarajiwa. Jamaa kuamini. Kama ni Ng'ia. Ng'ia. Kampeni yeye. Mwamba akaona ngoja. Kamba Sang Sang ingia hapo ndani. Aisee aliumia sana. Alishindwa atafanya nini? Kwa sababu tayari ameuawa. Mtu alikuwa kwenye mission pamoja naye. Muda ulipita akiwa na mawazo tele. Aisee akanafutafuta mlangoni damu za ndugu yake. Hasa binti atoa cabbage. Akaona kuna ujumbe. Kabidi amwambie, "Nanki, kuna ujumbe nimekuta kwenye cabbage hapa. Utakuwa uliachwa na Ng'ia." Kama mniangalie. Alipofungua, kampeni inaandikwa nini iko nani? Kamsogea kwanza. Kabidi awahi kutoka pale kama amekimbia. Anataka kalie pembeni. Anapokimbia kwenda kulia pembeni, alifika sehemu moja. Hapo chini alikuta damu na Nikia aliuawa hapa. Alikuta damu zimetapakaa pale. Sababu pia ni mtu wa mpambanaji. Alianza kusoma lile eneo kwa makini mkubwa. Aliona Nikia alikuwa anafurukuta kama hivi akihitaji msaada. Yaani mahesabu anayapiga tukio lilivyokuwa. Sababu ni mpambanaji anajua jinsi ya kupambana. Alielewa. Basi alianza kukagua ile eneo. Aliuawa na askari au alimuua ni mtu gani? Alipoangalia maeneo alivyokuwa na nyao zilivyokuwa, aligundua kitu. Mtu aliyemuua ndugu yake ana uwezo mkubwa. Aligundua aliyemuua ndugu yake ana uwezo mkubwa. Si askari wa kawaida. Ndio aligundua. Alifanya kitu hichi ni mtu mkubwa. Alipozunguka hapa tu alipata kutambua. Aliyemuua si askari. Binti anamwambia pole sana. Mbona tumeongea na tu muda mrefu? Kambolo sijali. Alikunja. Aliyemgusa ndugu yangu sitakubali kumwacha. Na hisi atakuwa ni kuna listi iliyopewa. Wewe ndio wahusika. Katika listi walikuwa wameandika hapa. Hapo listi wamekuandikia majina ya watu ambao alikuwa anachunguza. Kaambia yeye bado alikuwa katika uchunguzi na ameuawa. Angalia mambo hayo. Hello. Asiba alipokucha. Kuna mzee mmoja ambaye yuko hapa. Huyu jamaa ambaye ni waziri mpya. Taki mambo hayo. Huyu waziri yeye ndo anahusika na masuala ya usafirishaji, anaitwa Mr. Zhang. Mke wangu nisamee. Nilichelewa jana. Mwambie nani nisamee wewe. Toka huko. Chelewa tena aone leo sitakubali leo. Hao sijali. Yeye ni waziri sasa usafirishaji na ulinzi na usalama. Basi anaingia. Anaondoka zake. Anataka kutembezwa mahali
atembe kidogo. Akati anatoka katika sehemu moja kubwa sana, brothel moja kubwa mno. Hii brothel wanaita ready sleeve invitation. Iko hapa. Walishuka kwenye brothel moja wanaita red sleeve. Kwa nyuma Naniki alikuta jina lake la mzee huyu, akaanza kumchunguza, ambaye ni mmoja kati alihusika na kifo cha wazazi wake, alihusika kuchochea uchochezi familia yao kuuawa. Alianza kumchunguza taratibu. Naniki alihisi kitu kwa huyu mzee. Chekea shughuli hapa. Mbona kapitia mlango wa nyuma baada kupitia mbele? Akawa amehisi kitu. Kwa nini mtu apitie nyuma sio mbele? Jambo limuuliza sana maswali. Huenda naye anajua kama kuna watu wanamuinda. Angalia mambo hayo. Alikaa muda mrefu sana akimchunguza huyo mzee, njia anazopita, nini anachokipenda. Hata amekaa hapa hivi, kwa mtu mmoja alikuja hapa. Sowe. Ambaye sio anakaa mimi na watu mjuana zamani sana. Lakini sio mbaya tukijuana na leo tena. Inaonekana ni mgeni hapa. Si ndio? Kabla shaka mimi kama naitwa Chinese, ani Chio. Niite Chi. Niite Chu. Niite Chu hivyo. Wewe ni nani haya? Twende. Karibu nikutembeze hapa. Ndani alimkaribisha nani amtembeze. Basi alipoingia katika brothel moja ambao anaingia ni sehemu ambayo kama binchi kuburudisha wageni wanaokuja, chumba cha makahaba katika sehemu ya kuburudisha watu mbalimbali. Na Nikia aliingia kaangalia kuna show endelea, nyumba ni kubwa. Aligundua hapa ameingia mwamba anayemuita yule waziri amuita Zanki, ameingia hapa. Ambaye sehemu ni nzuri sana. Kama unacheza style gani unacheza pale? Hiyo style wanaita Moonlight. Watu wanapenda kuicheza sana katika kabila la Moonlight. Wanapenda kucheza style kama hii. Basi akaendelea kutembea. Sasa kuna mama mmoja alikuwa anapita juu kabisa na eneo hili. Alimuona Naniki pale chini. Azi yako mshangaa sana kijana huyu. Huyu ni mkuu wa sehemu ya jumba la makahaba. Mama kama muona huyu. Binti wale mwangalia. Kamba west yao. Yule binti yule kijana nani? Kamba anafanana kama vile na yule ndugu yetu. Unasemaje mama? Kama nataka nimuone. Kama muitaje hapa? Nenda kaniitie, nataka nimuone sasa hivi. Huyu mkuu wa brothel, mama mkuu wa nyumba ya makahaba hii. Asa anataka muone mara moja. Naniki. Kama samani mama anakuita, Hanaija anakuita. Kama ananitia mimi, kamba wewe. Huyu mama ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Anaheshimika sana. Na queen ya taifa ile anamheshimu sana. Sasa ni bora ukaenda tu wala usimkatae. Kamba nafikiri fanya haraka. Acha kuwa mbishi. Unaitwa. Basi nenda tu mimi nakusubiri hapa. Akasikia ameitwa basi kama amekuja. Anataka kuingia pale na Juma anamuitia nini? Kabla saka nimekuja nimesikia unaniita. Nimefika hapa. Kabla saka karibu sana. Kana kijana mmoja mdogo, alafu mtulivu sana. Mimi ni mtu wa kawaida tu. Bila kwa mwako ni sifu. Basi nashukuru kwa sifa. Kama hakuna tatizo, bwana nimekuita. Nakaa ni mgeni hapa wewe. Hapa nisamehe kwa mkorofi kuchelewa kuja. Labda ndio kosa langu liliko hapa. Hapa hata kama uchelewa kuna chelewa kuja hapa wewe. Kuita mara ngapi unachelewa kuja takuwa kuja haraka sana. Kamba huyu mama ni mkiongozi mkubwa wa sehemu hii. Takao mheshimu kile unapomuona. Haupasi kumkiuka. Hadi queen mwenyewe alikuaga hapa. Ni mama mkuu wa brothel. Anafahamika katika nchi nzima. Lazima utoe heshima kwake pia unapokuja mbele yake. Kabla shaka nimekuja hapa. Kwa nini umeniita leo? Unajua kwa nini umeitwa hapa? Bila shaka kwa wewe ni hauna kitu. Mama mkuu wa makahaba amekuita uliza sababu gani umeitwa hapa? Kamba atakuwa mpole. Nataka niongee naye mambo yangu mengine. Kamba sogea uweze kukaa. Nataka kuzungumza na wewe. Bila shaka unaonekana wewe ni kijana mdogo afu soft sana. Sasa kwa nini hujafuata kaeneo kama hili, hujafuata katika eneo kama hili? Mara yako ya kwanza au mara yako ya ngapi?
是 Gani mgeni sana hapa. 知道刚刚邀你 Watu kwenye na wana nimekuja kwa wageni. Huwa napenda nitoe huduma nzuri sana katika sehemu hii. 东城七 Lakini hata hivyo, 了 kwa nini umekuja huku? Wewe ni nani, umetoka wapi? Na kuona hapa mara nyingine. 里 Ulitambulisha masema wanaitwa nani kila lakini. Sijui umetokea wapi. 是囊中羞 Ulikotoka hapa ni wapi? Mama akasimama. 书院的学费 Kama umekuja hapa, 非常 nafikiri unahitajika vitu vingi viweze kufanyika. 是 Umesema umekuja kutoka Tang mpaka hapa kuja kupata maendeleo. Li- Umesoma vitabu vingapi? Una ada kiasi gani? 套 Na kwa nini umekuja hapa? Hii ni jumba la burudani. Na 若 kama una pesa, Hai. kwa nini umekuja katika jumba la burudani? 我也不会对你说这番。 Nafikiri ufanye haraka uwezekanavyo uweze kuondoka. 小生好 Kama samahani mama, nilivutiwa na mabinti wale katika jumba hili. Nikaa tembea kidogo. Ila sina ubaya wowote. Nitaondoka. 其 Basi zunguka. Baada ya hapo, hapa mtu kukuongoza uondoke uende nyumbani. 回去 Usitaki kuonekane hapa. Akasema sawa. Huna hela. Sema kama wewe unafanya nini? Mama alimkemea tu akamwambia baada ya hapo ondoke. Lakini sio kwamba ilikuwa ni kwa nia mbaya, bali ana sababu zilizomfanya afanye vile. Basi hapa ni sehemu ya pili. Sasa katika sehemu ya tatu, huko nami DJ kutoka pande za Boma Kilimanjaro, tuzidi kusonga mbele zaidi pamoja nami. Twende mbele zaidi.